Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Habari za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu, bila shaka matumaini yangu ni kwamba umwili wa afya mahali popote ambapo unaendelea kututegea sikio. Ni ukaribishe ili kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari, uchambuzi ambao unakupigwa na habari muhimu leo hii. Ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo, bila kuweka kando ukurasa wa habari za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu naitwa Wasudi Valente, upande wa pili kijana Merci Mireze Pamal anashikilia vema dawati ya mitambo. Hivyo msikilizaji, ni kualike tu kuambatana nami mwanzo hadi mwisho kunako uchambuzi huu wa habari. Kama nilivyokujuza yako, wachambuzi wetu wa habari wanakupigwa na habari muhimu za siku ya leo za somo naye mwenzangu Izake Molocha Ashbe. Kwenye habari zilizogonga mwamba leo hii tunaanza hapo mjini Uvira. Wamewasili mjini Uvira Jumamosi ya tarehe 16 Mei mwaka 2025 wakuu viongozi wa kiusalama mkiwemo mwenyekiti wa RADA, mwenyekiti wa PDDRCC na ausikae na masuala ya usalama kwenye ofisi ya rais. Lengo kuu ni kuja kupongeza wazalendo na kuwaomba kuendelea kuwa imara katika kipindi hiki. Habari muhimu tunajielekeza huko Kindu. Vitu vya thamani vimeibiwa kwenye uwanja Joseph Kabila upatikanao katika town ya Kindu, mji mkuu wa Maniema, baada ya kubaini kuwa ni wasimamizi na walinzi ndio wanaoendesha vitendo hivyo. Waziri wa sheria jimboni Maniema ameomba kida mkuu kuwashikilia watu wao. Tunamalizia usomaji wa habari muhimu na habari za kitaifa. Serikali ya DRC kupitia wizara ya ndani imeandaa zaidi ya dola bilioni 2 za Kimarekani kwa ajili ya kuimarisha na kutoa mafunzo kwa askari polisi wa kitaifa 90,000 na pia kuwapa pension askari polisi 10,000. Safari Almasi ataangazia undani wa taarifa hii. Mwenzangu Wasudi Valentin na kuacha unje kwa kina kwenye uchambuzi wa habari zenyewe. Asante sana kabisa mwenzangu Izake Molocha Ashbe kwa usomaji wako wa habari muhimu. Hivi sasa tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianza na taarifa hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba raia wa mji wa Baraka wametaja kupongeza serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini pamoja na ujumbe ya serikali kuu ya Kinshasa kwa hatua ya kwenda kujionea hali halisi ya hali ilivyo kwa sasa katika kijiji cha Kasaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, kwa uhanga wa mafuriko iliyojitokeza siku chache zilizopita. Katika mazungumzo na redio yako, baadhi ya raia tuliojuana nao wamesema kuwa ni jambo la kushukuru kuona serikali ya jimbo pamoja na ujumbe wa serikali kuu ya Kinshasa kwenda kuwapa mkono wa pole uhanga wa mafuriko hayo yaliyojitokeza katika kijiji cha Kasaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, kama wanavyoeleza. Matembezi ya vice gouverneur pamoja na delegation yote ya gouvernement provincial kwa ngambo yangu nimeona ni muhimu, kwa sababu ni kuwapa watu matumaini na kuwapa moyo kwa ajili ya tukio ambalo lililotokea kule Kasaba kwa siku hii. Inawezekana wale watu walitoka kule na wakaja hapa walikuwa na msaada fulani, lakini ubovu wa bahati matibabu ndo finyo. Ila ningeomba sasa wale delegation ikumbuke wale waanga kule namna gani wataishi, wataanza maisha mapya, na hao ambao walokuja huku namna gani watawasaidia ili wapate dawa na wawe na matumaini kabisa na kujua kama tuna serikali inajali raia wao. Nishukuru sana kuona ule mtu alijitoa kwenda angalia ile jamaa pale, basi wakati yetu konayo haina kila ule ndio mwenye kupata ile muda. Ule mwenye alifanya ile kazi, Mungu anza msaidia. Jua alijitoa juu ya wengine. Nashukuru sana. Ile ndio jambo yangu tunaweza tia pale. Nashukuru gavana kuona alijipatia ile muda ya kufika kule. Wakati tuko nayo mtu anaweza mpa heshima yake tu. Vile vraiment alienda gouverneur alifabia sana. Ndio sawa, kwanza endelee. Juu kusaidia watu, unaona mafuriko, manyumba wanaomba na watu wanaangamia. Vraiment selon mie nasema vraiment alifanya sawa sana. Kitu anasema tu endelee tu na Mungu azidi kumbariki tu. Mtu anasaidia watu wote. Jean-Jacques ila kana vraiment mimi nasema tunamshukuru tu sana. Vraiment juu sio kila mtu. Kwa wengine wanapuzia. Kuna kwa accident sasa vile mavita tu wanaomba sana. Wa mingi wafiki, lakini vile anasikia tu ile habari na anafika, alifabia sana, namshukuru sasa. Muhali ya kuongea governor yeye kusema Jean-Jacques kweli hali alifali ya mzuri. Na alionyesha kama ni mtu mwenye anapenda population yake tena sana.
kwa sababu kukutana mtu sasa vile yeye kutoka kwenda angalia population yake kutoka hapa ama kutoka kunani kungaza juu kwenda kule, alifanya vitu mzuri sana na tulifurahi na tukashukuru sana muhali yenyewe alifanzia ya kumpongeza, aendelee na ile usalama na kufanya kuangalia wananchi, kwa sababu sio kila mtu wa kushimama na kusema kama atoke kuona, kwa sababu tuko na ba mingi sana, lakini ku roho yake na nguvu zake aliona akajikuta anaweza ashimame na aende angalie ile watu walipata ajali kule. Mungu ambariki. Naomba serikali ituendelee kututetea na bafanane Jean-Jacques sana, kawaida gisi wengine wanafaa vile. Tukijelekeza hapo katika mji jirani wa Uvira ni kwamba wamewasili mjini Uvira Jumamosi ya tarehe 16 Mei mwaka 2025 wakuu viongozi wa kiusalama mkiwemo mwenyekiti wa HAD, mwenyekiti wa PDDRCC na usikae na masuala ya usalama kwenye ofisi ya rais. Lengo ni kuja kupongeza wazalendo na kuwaomba kuendelea kuwa imara katika kipindi hiki. Kwake mwanasheria Chako Changbon Ane, leader wa kijamii ndani ya mji jirani wa Uvira, amesema kuwa kuwasili kwa viongozi hao kumepokelewa kwa shangwe, na hivyo raia wanasubiri ujumbe kutoka kwao, ambapo wanapanga kukutana na tabaka mbalimbali za watu siku ya kwanza tarehe 19 Mei mwaka 2025. Chako Changbon Ane anaeleza yafuatayo. Kuna delegasyon kubwa hapa Uvira, delegasyon numero 1 wa PDDRCS kwa hapa Uvira, numero 1 wa RAD kwa hapa Uvira, lakini pia conseil special wa shirika la wizara security na iko hapa Uvira, na wako na reunion kabambi na watu siku ya kwanza. Wamefika leo kutoka Bujumbura kwa kutokea Kinshasa. Ni mkate ya kama nimerohewa sisi kwa hapa Uvira. Ni anakuja kuongea na wazalendo kwa ajili wajimobilize. Nimerohewa RAD na ni vile vile na numero 1 conseil special de l'état matière de sécurité ni mkadri pia usalama. Tunasikia message ambao tuambia siku ya kwanza hivi kama tuwapate na nini habari tuambia watu katika mji wa Baraka. Kisha kutoka hapo katika mji jirani wa Uvira, msikizaji, hivi sasa tujikite kunako kurasa wa habari za michezo, naye mwenzangu Mari Makelele Hozel. Na barabara kabisa mwenzangu Sudi Valentin. Leo katika habari za michezo kama kawaida nimebadili namba tena, namba 41 nimeiacha nyumbani na nimekuja na namba 9 mgongoni leo. Asante. Tuanzie na habari za hapa katika tarafa la Fizi. Ni kwamba kule Fizi Center katika uwanja wa Umoja kuliweza kupigwa mechi za kirafiki siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Mechi hizo ilikuwa inasipambanisha wachezaji wa Cercle de Football ya Fizi Centre pamoja na wale wachezaji wote wa Cercle de Football ya Nganja Littoral. Mechi ya kwanza iliweza kupigwa tarehe 17 ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi katika uwanja wa Umoja, ambako wachezaji wa Cercle de Football de Fizi Centre waliweza kuwatambia wachezaji wa Cercle de Football ya Nganja Littoral mabao 3-1. Lakini mechi ya pili iliweza kupigwa siku ya Jumapili tarehe 18 ambako tena wachezaji kutoka katika Cercle de Football ya Nganja Littoral waliweza kupokea kipigo cha mabao 2-1 kutoka wachezaji wa Cercle de Football ya Fizi Center. Kwa hiyo ndio gesi mambo yametamatika na wachezaji kutoka kule katika Cercle de Football ya Fizi Center kuweza kuibuka na ushindi mechi zote mbili. Na michuano ya ligi hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot katika hatua yake ya playoff iliweza kutimua vumbi, ambako vijana wa FC Tanganyika katika uwanja wa Kibasa Maliba pale Lubumbashi waliweza kusalimu amri ya kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Manyema Inyo kutoka Kindu. Matokeo mengine utaweza kujuzwa katika uchambuzi wetu za habari zinazofuata. Huko katika bara la Ulaya katika nchi ya Uingereza ni kwamba wiki ya 37 ya michuano ya Premier League iliweza kutimua vumbi, ambako vijana wa Everton waliweza kuwatambia timu ya Southampton mabao 2 bila majibu. Huko vijana wa West Ham wakaweza kukubali kipigo cha mabao 2-1 kutoka kwa vijana wa Nottingham Forest, na Brentford yake Yohan Wissa wakaweza kusalimu amri bila shangazi bila mtomba kwa kutandikwa mabao 3-2 dhidi ya vijana wa Fulham. Na Leicester City katika uwanja wa King Power Stadium wakaweza kuwatambia timu ya Ipswich Town mabao 2-0. Na vile vile ni kwamba klabu ya Everton na Zetofis wameuaga rasmi uwanja wao wa Goodson Park, na kuanzia msimu ujao watatumia uwanja wao mpya uliokamilika mwaka uliopita. Everton imetumia uwanja huo wa Goodson Park kwa kuchezea ndani takriban miaka 133. Ndani ya miaka 33 hiyo wamecheza ndani ya uwanja huo
michezo 2791 katika uwanja huo wa Goodson Park. Kwa hiyo Everton sasa inasemekana kuwa uwanja huo wataweza kuachia timu ya wanawake. Kocha mkuu mpya wa klabu ya Real Madrid Muhispania Xabi Alonso ndiye atakayeamua kama mchezaji Luka Modric aongezewe mkataba mpya au aachwe tu aondoke klabuni hapo kama free agent. Modric binafsi anahitaji kuendelea kusalia klabuni hapo, lakini kocha mkuu ndiye mwenye maamuzi kuhusu hatma yake. Klabu ya Napoli hapo nchini Italia ipo tayari kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Liverpool raia wa Uruguay Darwin Nunez kutoka Liverpool katika dirisha kubwa la usajili lijalo. Klabu ya FC Barcelona hapo nchini Uhispania imepanga kumsajili mchezaji Marquinhos Rashford kwa mkopo wenye kipengele cha kumnunua moja kwa moja akitokea katika klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza. Na huko katika nchi ya Portugal ni kwamba klabu ya Sporting Lisbon huko nchini Ureno imetangazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu hapo nchini Portugal mara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya vijana wa Victoria usiku wa siku ya Jumamosi kucha siku ya Jumapili. Naweka nukta katika habari za michezo Sudi Valentin. Asante sana mwenzangu Mari Makelele Uzile kwa ukurasa wako wa habari za michezo. Msikilizaji, kwa kabisa ndo bado unakuja kujiunga nasi, nikukumbusha ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka katika redio ya kijamii Kivu, redio ambayo inakutangazia kutoka katika mocho wa Baraka. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na hivi sasa ni ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, tukianzia na huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo. Ni kwamba baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC wapatikanao katika kambi ya Rugenda mjini Butembo na wale wa Kiambogo tarafani Lubero walikubali kutoa damu ili kuokoa maisha ya wananchi wenye uhitaji wa dharura baada ya kuhamasishwa na wafanyakazi wa Centre de Transfusion Sanguine CTC kwa ufupi. Zango Semovis wa Kapuni na ripoti kamili kutoka Butembo. Kwa ujumla ni mifuko 52 ya damu ndio ilikusanywa, jinsi alihakikisha Daktari Brenda Masehi ahusikae na senta la kuwapea damu raia katika mji wa Butembo. Daktari Brenda Masehi ashukuru askari jeshi za Kongo kujihusisha na jambo hili ili kuokoa maisha ya binadamu. Kiongozi huu wa senta la kuwapea damu raia katika mji wa Butembo aomba ili watu wengine waishio katika mji kujihusisha na jambo hili. Leo tulikuwa kukaa militari ya Rwanda na kaa militari ya Kiambo. Pale tuliona wa militari walijitoa juu ya kupana damu. Tumepata pale 52 posh na tunashukuru sana, na walijitoa. Mwanzo walikuwa na masito, na wakati walielewa mafaa ya kupana damu walijitoa, na hiyo ilikuwa shukrani kwetu na furaha kwetu. Tunakonte kuendelea, tunapenda maasosiasyon mingi zielewe ya kwamba ni mzuri kupana damu, na pia wazalendo na wengine wote popote kwenye wanakuwa tunapenda vraiment tuwaone, tuwakontakte, tudinao wapane damu, na ile italeta kwetu furaha na tutasaidia fete wale wenyewe wanakosewa damu. Tukumbushe kwamba ni sasa wiki moja imepita tangu pale meya katika mji aliwaita raia, kila mtu pasina ubaguzi wa rangi, kutoa damu yake kwa ajili ya kuokoa wanaoumizwa kwenye vita, akina mama wanaozaa na watoto wanaoishiwa damu. Nikiripoti kutoka Butembo, Nzankusu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Na huko Kindu ni kwamba vitu vya samani vimeibiwa kwenye uwanja wa Joseph Kabila upatikanao katika tauni ya Kindu, mji mkuu wa Maniema, baada ya kubaini kuwa ni wasimamizi pamoja na walinzi ndio wanaoendelesha vitendo hivyo halifu. Waziri wa sheria jimboni Maniema aomba akida mkuu kuwashikilia watu wao. Mwenzetu wa huko Kindu Godefroid Musunga Shabani ametuma ripoti ifuatayo.
Vitendo vya wizi vinasikilika na kuonekana bayana kwenye uwanja ya mpira Joseph Kabila Kabange hapa ndani ya tauni ya Kindu. Generata hiyo, makaingio na vitu vya samani havikuweza kuachwa, na kwa hiyo polisi iliweza kutia mkono kwa wale wamoja ambao wiko natumika na pia wale walindaji. Waziri anayehusika na mambo ya sheria aliomba kwa akida mkuu wale watu wasifunguliwe. George Kasongo mwalimu alizungumza. Sisi tulimuomba mwendesha mashtaka yani procureur aendelee kufuatilia kesi ya wizi ambayo ilifanyika ku stade Joseph Kabila ambako wanaiba vitu vyote kule, na inaonekana kama ni wazamu na wamoja miongoni mwa viongozi wa stade ndio biko wanafavorize ile wizi. Watu ya Jemi ndio waliwakamata. Korti ya amani yani tribunal de paix aendeleshe utafiti wake na kesi hiyo iende mbele ya korti. Tunakatala watu ambao wanaiba mali ya serikali leo waachiliwe kesho motif ya liberté provisoire. Hapana, wale watu ambao waliiba ile ma climatiseur kule ku stade matami, inaomba hiyo kesi isimamishwe mbele ya korti. Na kwa ngambe yake wale ambayo walipata vibarua naye waziri taifani anayehusika na mambo ya michezo kwa ajili ya kutumika, na pia walipata kibarua ya katibu wa michezo, tayari hadi sasa hawayapata fasi ya wao kutumika na mlango sio wazi. Na kwa hiyo wanaomba tu kwa gavana wa jimbo la Maniema hawezi kufuatilia mambo yao, kuwapa barua kwao kuanja kazi, kwani wenyi wanatumika siku hii wanaharibu mambo ya uwanja ya mpira. Luchumba Jeremy alinena fateni. Ni kweli tulichaguliwa na ministre national wa sport kwa kujere stade Joseph Kabila Kabange ya Kindu. Mpaka leo hii hakuna jibu yoyote sisi tunapata, ijapokuwa tuliandika atujibiwe kitu, tunatembea kubakubwa ya mwingine atupate jibu, na leo tunasikia kama ile stade vitu inaibiwa. Sisi kwetu tunakuta vitu ya huzuni sana, na ndio maana tunamlomba mheshimiwa governor wa province ya Maniema arudie ku bon sens. Hadi sasa raia wengi wa tauni ya Kindu wiko kwenye huzuni kuona hiyo uwanja wa mpira inaachiwa vibaya. Kutokea Kindu Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tukitoka katika mkoa wa Maniema tujikita sasa katika mkoa wa Tanganyika. Hapo katika makao makuu Kalemi ni kwamba chuo kikuu cha Kalemi Inikale kimezindua monchwari yake mpya kwa manufaa ya raia. Waziri wa afya jimboni Tanganyika amepongeza kazi iliyotimizwa na chuo hicho ambacho imejibu vema hitaji ya raia. Hii hapa ni ripoti yake Olombo DJ Doctor ambaye pia ameshiriki kunako uzinduzi wa monchwari huo. Mochari kama na hiyo inakuwa kabisa ni muhimu kwa mji wa Kalemi ambao inakuwa vile vile natoa huduma mbalimbali kwa manufaa ya raia. Kwa ndani inakuwa vile vile natoa huduma mbalimbali kama vile nafasi ya kuosha mwili wa marehemu, hata vile vile nafasi ya kuendesha autopsi, pamoja na zoni ya kitekniki ambayo inakuwa na friji ya mochari yenye uwezo wa kuchukua mili takriban 6. Profesa kawaida Victor Kalunga Chikala akiwa kiongozi wa chuo kikuu cha Kalemi alieleza kwamba jengo kama na hili inakuwa naambatana kabisa na mission muhimu ya chuo, ni kama ile ya kutoa huduma kwa raia na mnuku. Kwa kufungua mochari kama na hii, chuo kikuu cha Kalemi inakuja kabisa kuongeza huduma ambayo raia wanakuwa natarajia, ni kama vile kuchunga na kulinda vile miili za marehemu ambao ni ndugu zetu ambao walitutangulia, alikuwa anaeleza kiongozi wa chuo kikuu cha Kalemi, mwisho wa kumnukuu. Wakati ule kwa ngambo nyingine alikuwa anatoa wito kwa viongozi pamoja na wazamini, na mnukuu tena, chuo kikuu cha Kalemi kinakuwa na hitaji kabisa kubwa, sio tu ile ya kusaidiwa vifaa na viongozi wa kiserikali, lakini vile vile kusindikizwa na mashirika mbalimbali ya hapa jimboni Tanganyika pamoja na hapa mjini Kalemi, haswa zaidi katika sekta ya afya, kwa ajili ya kusaidia kuendeleza kabisa juhudi zake na hata vile vile kufikia kutangaza sura bora ya huduma ambao anakuwa naitoa kwa raia wa Kalemi, mwisho wa kumnukuu. Munganga msimamizi wa kliniki universitaire ya hapa Kalemi kwa upande wake alikuwa anaelezea kwamba matumizi ya mochwari kama na hiyo itakuwa kabisa ya umakini. Waziri jimboni wa afya ambaye akuficha kabisa furaha zake alikuwa anapongeza kazi ambayo inakuwa inatimizwa na kamati ya uongozi wa chuo kikuu cha Kalemi, pale akikuwa anaelezea kwamba inakuwa natoa jibu kamili kwa mahitaji ambayo matarafa afya
ya Nyemba na Kalemi inakuwa nayo. Tujulishe kwamba mochwari huu wa chuo kikuu cha Kalemi ambao unakuja kuongezeka kwa ile mbili inaokuwa tajari kama vile ile ya hospitali kuu ya Kalemi na hata vile vile ile ya hospitali SNCC inakuja vile vile kukamilisha maendeleo ya kijamii pamoja na kiafya ndani ya jimbo la Tanganyika. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Asante sana Olombwe DJ Doctor kwa ripoti yako hiyo. Tukisalia katika tu jimbo hilo la Tanganyika hapo Moba, ni kwamba kamanda wa batalioni wa vikosi vya nchi kavu vya jeshi la taifa FARDC tarafani Moba aitisha vijana wa tarafa hilo kujitenga na vikundi vya uhalifu na kujiunga katika vikosi vya FARDC ili kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia iliyo halali. Isdor Kashule ni mwanaripoti wa Radio ya Kijamii Kivu kwa Moba, ametuandalia ripoti ifuatayo. Inasherehekea miaka 17 kila mwaka sikukuu kitaifa ya vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Jamani sherekea chini ya lebo ya vikosi demokrasia vya ukombozi wa Kongo FDLR au ukombozi. Siku imepewa toka mwaka 2018 kwa ajili ya kuheshimiwa juhudi ya vikosi vya majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kumbukumbu ya wale waliofariki kwenye uwanja wa mapigano. Kupitia sikukuu hii kimataifa, kamanda wa batalioni ya vikosi vya nchi kavu ya FARDC ndani matarafa ya Moba Kanali Joven Tumba Tujibikila akieleza hali ya afya sasa majeshi ya FARDC ndani matarafa ya Moba, ameitisha vijana kujitenga na kuondokana na vikundi vya uhalifu. Na pia ndani ya majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ajili ya kutumikia nchi kwa njia iliyo halali. Kwa kifupi ninaweza nikasema majeshi wa FARDC wanaishi vizuri, hali yao ni nzuri na mwili yao ni timamu. Na kwa vijana wa hapa Moba minaweza kawasi waingie kazi ya jeshi, wale ambayo miaka zao inambatana na ile serikali ilishapanga kutoka mwaka 18 hadi 25 kufuatana na masomo waliofanya kiraia, wanaweza kuingia jeshi. Ikiwa wanawake, ikiwa wanaume, wote wanaitiwa waingie kijeshi. Na sema tena na kwa vijana watoke muile magundi zao za siwezi nikaita nini kama ni vigundi ya wasaliti. Wale wanajisema kama ni waelema, kama ni wazalendo, hawajaruhusiwe kufanya vile vyote beko nataka kufanya mtarafa ya Moba. Kama mtu anataka ajifanye jeshi, akuye atuone na sisi tutamtuma fasi gani anaweza akafuata kazi ya jeshi na akuwe wa kweli jeshi ya serikali. Kufanya tule vikundi kidogo kidogo iko na madhara mingi, kwa sababu wakati hatufanya kitu mnafikiri tunapuzia, lakini tunataka watu warudi ku akili ya kweli. Kama habapendi batatukuta munje yao na tutabatembelea. Kulingana na kamanda wa batalioni hakuna mdalo ulioandaliwa ndani matarafa ya Moba. Mwenyewe amefahamisha kama siku hii kitaifa imeshirika kutafakari kuona muktadha wa sasa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Moba, Gudor Kashule, Radio Kivu. Msikizaji, katika habari za kitaifa ni kwamba serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara ya ndani inaandaa zaidi ya dola bilioni 2 za Kimarekani kwa ajili ya kuimarisha na kutoa mafunzo kwa askari polisi wa taifa 90,000 na pia kuwapa pensheni askari polisi 10,000 wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari Alimasi Dilwe anaripoti zaidi ndani ya studio.
Wabunge wa kitaifa walitangaza kukubalika kwa muswada wa programu ya 2025 hadi 2029 juu ya mageuzi ya askari polisi wa kitaifa wa Kongo PNC. Maandishi haya yaliyotumwa kwa tume ya ulinzi na usalama kwa uchunguzi wa kina yalitolewa na kutetewa katika bunge la kitaifa Alhamisi Mei 15 na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, usalama, uadilifu na masuala ya tamaduni Jacques Shabani Luko. Muswada huu ambao unashughulikia kipindi cha miaka 5 unapanga uwekezaji wa jumla ya dola za Kimarekani bilioni 2,299,374,903. Uwekezaji huu unakusudia kuimarisha mfumo wa kirasisi wa askari polisi wa kitaifa, kuboresha vikosi vya polisi na jukumu lao kulingana na uwasilishaji unaotarajiwa katika bunge la kitaifa. Katika uwasilishaji wake mbele ya wakilishi wa kitaifa, waziri wa mambo ya ndani, usalama, uadilifu na masuala ya tamaduni Jacques Shabani aliwasilisha namna pesa hiyo itagawanyika ili kuipa nchi polisi wa kitaifa wanaostahili. Bajeti hii inachukuliwa kama ifuatavyo. Kwa awamu ya kwanza, uimarishaji wa mfumo wa taasisi inakadiriwa kuwa pasenti 25.36 ya bajeti nzima au dola milioni 583,120,203. Kwa awamu ya pili ya kimkakati ambayo ni kusema utaalamu wa polisi, bajeti hiyo inafikia 72.99 ikiwa ni bilioni 1,684,460,000. Na kwa awamu ya tatu ikiwa ni kuwajibika kwa polisi wa kitaifa, hiyo ni kusema ufanisi na mazungumzo ya kudumu kati ya idadi ya watu na polisi, inachukua 2.25 ya bajeti nzima ikiwa na thamani ya milioni 51,720,700, alisema Jacques Shabani Luko mbele ya wabunge wa kitaifa. Kulingana na hilo, mikopo ya bajeti iliyokamatwa inapaswa kupangwa kwa mwaka huku ikipidiwa kwa miaka inayofuata kutoka 2025 hadi 2029 kama ifuatavyo: dola milioni 433,899,350 kwa mwaka huu tunao 2025, dola milioni 445,062,496 mwaka 2026, dola milioni 650,663,491 kwa mwaka 2027, dola milioni 588,810,602 kwa mwaka 2028. Kwa mwaka 2029 tuna dola milioni 180,938,994. Kulingana na Jacques Shabani, kiasi cha kila mwaka kilichokamatwa kinagawanywa kwa namna hii: kwa vifanya 43 ya bajeti au dola milioni 996,989,356. Kwa ujenzi ukarabati nyongeza ya kazi ni 3.86 sawa na dola milioni 88,950,000. Kwa wafanyakazi ni 16.53 ambayo itapelekea kustafu kwa askari polisi 10,000 kwa mwaka 2027-2028 ikiwa ni kiasi cha dola milioni 379,540,000. Kwa huduma ni 36.65 pamoja na kuajiri na mafunzo kuajiri maafisa wa polisi 90,000 kwa miaka 5 ikiwa ni kiasi cha dola milioni 750,560,000. Kwa uhamishaji na uingiliaji wa serikali ni 0.36 ikiwa ni dola milioni 8,440,000. Na mnuku, serikali ya Jamhuri kupitia wizara yangu itawasilisha kila mwaka wakati wa muswada wa fedha katika bunge la kitaifa ripoti juu ya utekelezaji wa mikopo ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha, na itaomba ripoti ikiwa ni lazima. Ufadhili utafanywa na akaunti maalum ya ulinzi na usalama ya sheria ya fedha, alisema Jacques Shabani wakati wa neno lake. Programu ya hatua ya serikali PAJ 2024-2028 iliyotekelezwa na Judith Suminwa inatoa kipaumbele zaidi kwa maswali ya ulinzi wa eneo la kitaifa na watu na mali zao, ambako inaunda nguzo ya pili ya ajenda yake. Maandishi haya yalipitishwa katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa Novemba 22, 2024. Wakati wa bunge lililopita, serikali na bunge pia zilipa nchi sheria juu ya programu ya kijeshi inayotakiwa kuimarisha na kuongeza uwezo wa kiutendaji wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika utekelezaji na utetezi wa maslahi ya nchi.
Aya, asante sana kabisa mwenzangu Safari Almasi Limetinwari kwa ripoti yako ndefu kabisa. Ndipo kabisa natamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru mpenzi msikilizaji wa Radio Jamii Kivu uliyenitegea sikio mwanzo hadi mwisho kwa uchambuzi wa habari. Vile vile niwashukuru jopo nzima la waandishi wa Radio Jamii Kivu walionisaidia kuziandaa, ikiwemo Uboma Saidi François, Safari Almasi Limetinwari, Zake Mulucha Ashibe, Omari Makelele Uzile na wengine wengi. Mpenzi msikilizaji, jina langu naitwa Sudi wa Sudi Valente, upande wa pili kijana Merci Mberiza alikuwa kwenye dawati na mitambo. Tukutane kwa mara nyingine. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.